Mwale Online TV, kisima cha elimu na maarifa ya Uislamu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi ja'alana min ahli sunnati wal jamaa. Thumma salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad alladhi hathana bit-ta'a wa ala alihi wa sahbihi ulil huda wash-shaja'a. ثم أما بعد، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله وطاعته أيها الناس، فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المستمعون الكرام، ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, awali ya mambo kwanza tumshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye kwamba kwa mapenzi yake makubwa na kwa huruma alionayo kwetu sisi akaendelea kutuchagua, kutupa nafasi nyingine muda kama huu kuwepo hapa. Wako watu miongoni wetu na sisi kama sisi walitamani kuwa hapa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hajawajalia wao kuwepo hapa. Sisi kuwa hapa si kwamba tuna nguvu sana, tuna akili, ni wajanja, isipokuwa ni taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, na ni miongoni mwa neema kubwa sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, inna min afdal ayyamikum yawmul jumaa, hakika siku iliyokuwa bora kwenu nyinyi ni siku ya Ijumaa. Maana yake ni kwamba kule kuwafikiwa kuwepo hapa ni neema iliyokuwa kubwa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda anapomneemesha mja wake neema yoyote, basi kwa neema ile ashukuru kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema, la in shakartum la azidannakum, mkishukuru mtawazidishia. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu wote tuliokuwa msema alhamdulillah rabbil alamin, rehma na amani zimwendee mtukufu wa daraja, kiongozi wa umma, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kiongozi ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa taufiki ya kuongoza na kueneza Uislamu mpaka leo. Ni baydha'u naqiyyun la khubara alayhi, Uislamu uliokuwa msafi ambao hauna vumbi. Kisha niwahusie pamoja na kuhusia nafsi yangu katika masuala mazima ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakuna mwanadamu aliyekuwa bora leo ulimwenguni na kesho akhera isipokuwa mbora ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kurefusha wakati, niende moja kwa moja katika anwani yangu ya hotuba yangu ya leo. Walau kwa uchache nitazungumzia sifa au sababu za kupelekwa peponi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba sisi, lakini baadaye akapa maamrisho ya kuyafanya. Maana yake kwa haya tuliyokuwa tuyafanye huenda ikawa sababu ya kwenda peponi, lakini yale Mwenyezi Mungu aliyokuambia uyafanye, aliyokuambia uyawache ukayafanya, ni sababu ya wewe kwenda motoni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, fa amma man tagha. Nichukue aya hii tu walau kwa uchache tupate mafuhumu kidogo nini nakusudia. Fa amma man tagha, Allah anasema fa amma man tagha, fasiri nyepesi kwa haraka haraka. Fa amma man tagha, kika yule ambaye, ama yule ambaye aliyechupa mipaka, aliyekufuru. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani aya za nyuma anasema, anamwambia Nabii Allah Musa, idhhab ila fir'auna innahu tagha,
Anamwambia Nabii Musa, nenda kwa Firauni. Hakika Firauni amechupa mipaka, maana yake amemkufurisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Allah anasema, anazungumzia watu, fa amma man tagha, amma yule ambaye amechupa mipaka, amemuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini akafanyaje? Wa athara alhayata dunya. Alia Mwenyezi Mungu anamwambia mtu kwamba huyu ni mtu wa motoni. Fa amma man tagha, kauli ambaye amemuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisha wa athara alhayata dunya, kisha akaathirika na maisha haya ya ulimwenguni. Allah anasema fa innal jahima hiya almawa, huyo ambaye ametagha, amechupa mipaka, amemuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisha dunia ikamuathiri, maisha yake yote akainvest kwenye dunia, akawekeza duniani, akhera akakusahau. Allah safa innal jahima hiya almawa, huyo mtu huyo mwenye sifa hizo mbili, kwanza amemuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, moja, mbili, akainvesti maisha yake yote kwa duniani, fa innal jahima hiya almawa, mtu huyo motoni ndio mashukio yake. Allah tuhifadhi sote tuliokuwa ndani. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotupenda waja wake, anavyotuhurumia waja wake. Yuko mtu mmoja aliwahi kusema, la shay'a fi dunya khati'u tamama, anasema hakuna kitu duniani kinachokosea moja kwa moja. Asema hata saatil mutawakkifa, hata saa mbovu, saa iliyoharibika, asema takunu sahiha fil yawmi marrataini, inapatia wakati kwa siku mara mbili. Maneno haya ilivyojijenga, maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu sisi alivyotuumba ni wanadamu ambao ni dhaifu, kiasi ambavyo utakuwa na muasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bado unayo nafasi ya kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, Mola anasema wa athara alhayata dunya, ama yule ambaye aliathirika na maisha haya duniani, maisha yake yote, nguvu zake zote ameweka duniani, fa innal jahima, ajue wazi kwamba huyu motoni ndio mashukio yake. Si kwamba anazungumza hivi na wenzake motoni, hapana, lakini lengo langu ni kutoa indhar. Mwanadamu namna alivyoumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ameumbwa akiwa ni dhaifu. Mmoja ya udhaifu ni kuwa yeye ni msahaulifu. Ukirejea ndani ya Qur'ani anasema wal asri innal insana kana damu, imetumeitwa sababu sini wasahaulifu, bikathrati nisyani, kwa sababu sahau sana. Allah sema innal insana la fi khusr. Kwa hiyo Mola anasema fa amma man tagha, ama yule ambaye aliyepituka mipaka, aliamua kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yale Mwenyezi Mungu aliamuru wayafanye yeye akayawacha, kisha wa athara alhayata dunya, maisha haya ulimwenguni yakamuathiri, ikawa yeye amewekeza duniani tu, maisha yake yeye anaangalia duniani tu, fa innal jahima hiya almawa, basi ajue mashukio yake mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wapi? Ni katika jahim. Allah tukinge sana na tuhifadhi. Kwa ndugu zangu wa Kiislamu, sisi tumeumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini moja ya lengo lilikuwa kubwa la kuumbwa ni kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuyafanya yale ambayo yatamfaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haina maana kwamba usifanye mambo ya kidunia, lakini fanya kwa indhari, kwa sababu kuna maisha baada ya maisha haya. So unakwenda huko mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, what is your preparations? Maandalizi yako ni yapi ya kwenda kukutana na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hiyo kila mmoja anayo nafasi ya kukaa akajitathmini, akajidiscuss yeye mwenyewe, kwa mimi niko hapa nilipo ni wapi? Nendako na kwenda na jambo gani? Uko na kwenda mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na fungu gani? Ndugu zangu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa indhari. Si kwamba tuingiza motoni moja kwa moja, hapana, lakini anatutahadharisha kwamba fa amma man tagha, Mwenyezi Mungu ametoa indhari mapema, fa amma man tagha, hakika yule mwenye kufanyaje, mwenye kumuasi, kumkufurisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si kwamba Mwenyezi Mungu atataka kutuchoma tu, lakini jambo la kwanza ametupa indhari. Aqulu ma sami'tu wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله وطاعته أيها الناس فقد فاز المتقون. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, na wasia
pamoja na kuhusia nafsi yangu katika masuala mazima ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakuna mwanadamu aliyekuwa bora leo ulimwenguni na kesho akhera isipokuwa mbora ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Nikiwa namalizia hotuba yangu ya pili, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala baada ya kutoa tahadhari na kumwambia yule ambaye atayaacha maamrisho yake fungu lake ni lipi, anasema wa amma man khafa maqama rabbih, wa amma, hakika yule ambaye man khafa maqama rabbih, anahofia siku ambayo atakuwa yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, wanaha nafsa anil hawa, kisha akajizuia na matamanio ya nafsi yake, fa innal jannata hiya al-ma'wa. Allah anasema fa amma man khafa maqama rabbih. Angalia jambo lilikuwa kubwa. Leo watu wengi wanaswali, wanafunga, wanatoa, lakini kuuza swali sababu gani? Anaogopa kwenda kuchomwa. Kumbe lengo la kufanya ibada zote ni kumridhisha Allah subhanahu wa. Si kwamba Mwenyezi Mungu kama kaeka moto huko na kaeka pepo, lakini fanya ibada ukiwa kwamba na swali na funga, lakini yote hizi amali zifanye ni kwa ajili ya radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Mola anasema wa amma man khafa maqama rabbih, ama yule ambaye atahofia siku ambayo atasema mbele ya Mola wake, wana nafsa anil hawa, akaizuia nafsi yake matamanio, fa innal jannata hiya al-ma'wa, peponi huo ndio mashikio yake. Mtume Muhammad sallam anasema al-Qais, namalizia hotuba yangu na hadithi moja. Al-Qais mtu mjanja, Al-Qais mtu mwerevu, Al-Qais mtu mwenye akili nyingi, asema man dana nafsahu, ni yule ambaye amezuia nafsi yake, kisha wa amila lima ba'da al-maut, akayafanya yale ambayo atamfaa baada ya kufa. Leo chukua hii kwamba mtu mwenye akili ni mtu gani? Mtume anasema al-Qais man dana nafsahu, mtu mwerevu na mwenye akili nyingi ni yule ambaye amezuia nafsi yake, kisha wa amila lima ba'da al-maut, akayafanya yale ambayo atamfaa baada ya kufa. Mtume anasema wala ajiz, na mtu mpumbavu. Kwa lugha isiyo rasmi, mtu asiyekuwa na akili ndio lugha isiyo rasmi, lakini mtu mpumbavu asema man atba'a nafsahu hawaan, ni yule ambaye anafuatiliza matamanio ya nafsi yake, kisha watamanna ala Allah al-aman, akatamani mbele ya Allah tapata amani mimi. Yani yeye duniani hapa maisha yake amejiwekeza kwamba nistarehe za kilimwengu, lakini mwisho sasa kwa Mungu ana fungu langu mimi. Huyo ndio mtu ajiz, ndio mtu mpuuzi. Kwa kila mmoja anapaswa afahamu mtu mjanja na mtu mpuuzi ni mtu wa sampuli gani. Allah anasema wa amma man khafa maqama rabbih. Ndugu zangu wa Kiislamu, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna siku za yauma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo mtu haitamfaa mali yake wala chokichuma, ni wewe na amali zako tu. Kwa hiyo kila mmoja anapaswa afanye critical self evaluation, wazungu wanasema tathmini ya kina, kwamba uko hapa wewe unakwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, unakwenda huko unakwenda na amali gani? What is your preparation? Unakwenda mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Je, hayo uliyofanya Mungu akichukua leo, hayo uliyokwenda nayo, je ni matendo ambayo Mwenyezi Mungu atampendeza? Saidina Umar, nimalizia hotuba yangu. Saidina Umar radhiallahu anhu ndio alikuwa mtu wa kwanza baada ya kuslimu yeye tu, Uislamu ukapata izza, Uislamu ukaingia nguvu baada ya kuslimu Umar bin Khattab. Na mtume aliomba dua, alimwambia Allah, Allahumma a'izza al-islam bi ahad al-umarain, Mwenyezi Mungu utie nguvu Uislamu huu kwa kuslimu mmoja kati ya Umari wawili. Alimkusudia Umar bin Khattab na Amr bin Hisham ambaye ni Abu Jahal, jina maarufu. Angalia Umar alivyokuwa Uislamu, alipoingia Uislamu, Uislamu ukapata nguvu. Na baada ya kumania Uislamu, maswahaba wote walipohama kwenda Madina walihama kwa siri, wengine usiku, wengine alfajiri, lakini Umar alihama mchana kweupe. Alipohama alikwenda pale al-Kaaba. Wakati huo wale makuraishi, wale ashrafu Quraish, wale watu wakubwa, kina Abu Jahli, wakina Umayya ibn Khalaf, wakina Abu Bakr ibn Hisham, wakina Utba, Shayba, watu wamekaa pale. Umar akawaambia, man arada an yurammila zawjatahu au yatima waladahu au yatruka ummuhu bila waladi falyatabani waraa hadhihi alwadi. Umar anawaambia wale mazaimu wa Quraish, mabwana wakubwa wamekaa pale, akawaambia Umar, yeyote anataka mkewe abaki kuwa ni kizuka, kwa lugha ya kwetu pwani sio inaeleweka, ni mke aliyefiwa na mume. Ataka mkewe abaki akiwa ana mume,
wanawe mayatima, mama yake mtoto anifuate mimi kujanga na ama nenda Madina. Abu Jahli akasema da'uhu innahu Umar, mwacheni huyo ni Umar. Yani just imagine Umar leo atoke, Mwenyezi Mungu amlete Umar aje aone Uislamu ndio hivi. Hivi atatuacha kweli sisi wote hapa? Sayyidina Umar aje namna alipopigania Uislamu kwa hali na mali, aje aone Uislamu ndio huu. Khatibu baka asimame ndio unakuja msikitini wewe, atakuacha? Kila mmoja anapaswa kufanya critical self evaluation, tathmini ya kina sana, na kuelekea kuna mazito sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuongoze sote. Inna Allah